Ilikuwa siku ya Jumatano, nilikuwa kazini. Ndio. Wakati nipo kazini, miguu ikawa inavimba. Yaani inavimba. Kila muda unapozidi kwenda miguu inavimba. Mpaka viatu ambavyo nilikuwa nimevaa vikawa vinanibana, miguu inavimba. Nikasema shida ni nini? Nikasimama, maana huwa tunakaa. Nikasimama lakini wapi? Miguu inavimba. Nikasema shida ni nini? Okay, nikaacha. Nikafanya kazi, nikarudi nyumbani. Kasi labda nikitembea kutoka kazini mpaka nyumbani itakuwa sawa. Lakini wapi? Miguu ikawa inavimba hapo inauma. Yaani inavimba huko mpaka hapa. Inavimba kabisa, imevimba. Nimefika nyumbani miguu inauma. Ndio tumeshibana hapo nini Mungu amefanya. Nikaongea na baba. Baada ya hapo nikampigia mchungaji simu, nikamuelezea maana nikaona ni jambo ambalo sio la kawaida. Amina. Nilipompigia baba akaniombea. Aliponiombea nimeamka asubuhi miguu yote, vimbe yote umeondoka na nikaenda kazini niko sawa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mpigie Yesu makofi mazuri. Naitwa Aisha Usiku. Ndio, dada Aisha. Ndio. Leo nimekuja kushuhudia. Ndio, Yesu amefanya nini? Mwaka jana nilikuja kushuhudia kwamba mwanangu alitambaa akiwa na miezi 10. Mwaka jana ulishuhudia mtoto ametambaa akiwa na miezi 10. Leo unashuhudia nini? Leo nimekuja kushuhudia ile Jumapili iliyopita. Ndio. Baada ya maombi hapa. Nikamwona mwanangu anaanza kunyanyua mguu. Mtoto anaanza kuchukua hatua nyingine. Ni hatua Mungu anatamani. Ulikuwa naomba Mungu mtoto atembee sana kwa kiwango kikubwa. Na baada ya maombi ukaona majibu. Mpigie Yesu makofi mazuri pale ulipo. Kwa sababu ilikuwa ni kile yake na maombi yake mtoto atembee. Na baada ya ibada akaona mtoto ananyanyua mguu anatembea. Kuna nini kingine amefanya Yesu? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa majina unaitwa nani? Yesu ametenda nini kwako? Nimekuja hapa kwa ajili ya kumwangusha shetani. Ndio. Nimekuja hapa kwa ajili ya kumleta mjukuu. Kwa ajili ya kumleta mjukuu. Yuko wapi huyo mjukuu? Mjukuu wako huyo hapa mbele yenu. Aha, ndio huyo hapa. Anaitwa nani mjukuu? Na mamake ndio huyu. Mbona umekaa mapema? Ndio walioshiriki katika kumleta. Waliposhuhudia. Nilipiga simu siku hiyo kutaka yani kama nimuelezee tu mzee na changamoto fulani kwa sababu kama tangu alipofungua mpaka wiki ya 3 ndio hospitali. Ndio. Ile nilipopiga simu ukampigia yule mama. Naje alikuwa anasumbuka na kitu gani? Toka ujauzito mama mtu alikuwa anasumbuliwa sana. Ndio. Toka mimba mwezi mmoja. Alikuwa anasumbuka. Alianza kliniki. Baada ya kuanza kliniki nini kilitokea? Toka na mwezi mmoja nitafika mpaka kufika miezi 9. Yaani tokea anapata ujauzito mpaka kufika miezi 9 kutapika tu. Anatapika kutoka miezi 10. Kipindi hicho chote wakati anatapika hujachukua hatua yoyote ya kwenda labda kanisani kwa waganga? Kwa kweli sikufikiria hayo. Hujafikiria hayo? Fikiria hayo kabisa. Baada ya hapo? Baada ya hapo kuna siku kama Mungu kukanijia kuwa mkumbuke mtu fulani. Ndio. Kumbuka mwanamke mmoja hivi kwa namjua na mama huyo mama yuko hapa. Huyo mama yuko hapa. Anasali hapa kanisani? Anasali hapa. Yuko hapa sasa hivi yuko hapa. Leo hajafika. Okay, hajafika Akiwa na mwanamke mwingine yuko hapa. Akiwa na mama mwingine. Huyo mama mwingine ambaye aliambatana yule mama aliyokuja na yule bibi yuko hapa. Hebu asimame tumuone. Huyo mwenyewe nilikuwa nakutafuta lakini nikawa sikuoni. Ndio. Bwana mimi changamoto yangu imeishia kanisani. Imeishia kanisani. Kanisa ndio nini? Nikamuuliza kanisa gani? Mimi nishatembea sana makanisa. Makanisa mengi umetembea. Nikamuuliza kanisa gani? Ndio. Bwana mimi nishatembea sana makanisani. Akaniambia kwamba kuna kanisa moja liko Mikoloshini. Liko Mikoloshini. Ambaye ndio hapa Pentecoste moja. Nikamwambia kanisa gani hilo? Walokole. Akaniambia kwamba ni walokole. Nikamwambia mimi nishapita sana kwa walokole. Yaani ulikata tamaa huko. Nishapita sana kwa walokole hao. Ndio. Kwa sababu kila unapokwenda utapewa chungu, utapewa mafuta lakini havisaidii. Havisaidii. Akanambia kwamba huko hakuna mafuta, ndio. Hakuna mchumbi,
wala kitu chochote. Wewe unaenda tu naombewa. Nikamwambia kanisa gani? Akaniambia linaitwa Pentecoste. Nikamwambia hilo kanisa nilikuwa nalitafuta siku zote. Yaani moyo wako ulikuwa unatafuta kanisa la Pentecoste. Hata nilishawahi kuulizia, nikaambiwa hilo kanisa kuna mwanangu alishawahi kuliona Ubungo. Yaani nilikuwa nataka nilipate Kimara. Nilitaka kulipata hilo kanisa. Nikamwambia basi kama ni Pentecoste nimefika. Naomba unapokwenda twende wote. Ilikuwa kama siku ya 3 tu anaenda kanisani. Ilikuwa Ijumaa. Ilikuwa Ijumaa na hisi. Kabidi yule mama kweli siku hiyo kanipigia simu, akanambia mimi ndo nakwenda. Nikamwambia tangulia na mimi nakuja, nitakupigia simu. Kweli siku hiyo nimekuja na mchungu wako. Nimefika Mkoroshini, nikampigia simu akaja kunipokea akanileta. Aliponileta hapa kwa kweli changamoto ya mwanangu ndipo ilipoishia. Siku ya kwanza mtoto aliombewa na mama mtu akaombewa. Baada ya kuombewa mama mtu akaonekana na mapepo. Mama yake alikuwa na mapepo. Naye mama yake anaendeleaje sasa? Mapepo mpaka sasa hivi bado yanapanda. Lakini changamoto kwa mtoto tumeiona kwa sababu alikuwa na tatizo la upumuaji. Lakini sasa anapumua. Yesu makofi na vigelegele. Huyo ni nani anafanya? Anasema ametembea, anaona mafuta, chumvi, sabuni, maji. Bwana siku sana. Hiyo ulikuja hapo ulikutana na maji? Ulikutana na mafuta? Nilikutana na maombi matupu. Maombi mafuta na kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Hiyo ndio jina lipitalo kila jina. Bwana siku sana. Anasema ametembea makanisa mengi hajapata suluhisho. Bwana siku sana. Unajua sio kwamba alipotembea hakuna Mungu, hapana. Kila jambo lina wakati na kuna sehemu sahihi. Nilichofanya mpaka nije nishuhudie baada ya kuniambia kwamba huyu mtoto hana tatizo, jamani tunatuletea wa nini huku? Yaani hospitalini umeenda umesema huyu mtoto hana tatizo simlete tena. Wagonjwa huku tunaumwi. Ndicho walichotuambia. Ndicho nikasema kwamba ngoja tukamwambie Mungu asante kwa hicho alichotenda kwa sababu wao wanaona kwa hiyo mtoto yuko safi. Ila mama mtu ana changamoto za mapepo. Bado anapandisha. Basi leo atatoka hapa mapepo ndio bye bye. Wewe mapepo kupandishwa ndio bye hapa ndio bye bye. Yes. Jesus is power. Mungu akubariki sana. Dada, wakati huyu mtoto huyu unalala naye kila wakati, wewe unaonaje kwa sasa hivi mtoto wako? Uwe na neno moja tu. Wewe ni bibi, wewe ni mama unasema. Anaendelea vizuri. Analala usingizi vizuri. Na wewe nasikia ulikuwa ulali vizuri. Vipi sasa hivi unalala? Sasa hivi nalala. Unalala usingizi? Okay. Na hizo changamoto bado zinakusumbua mapema? Sasa hivi sio sana kama mwanzo. Lakini unataka uwe kabisa usione, si ndio? Basi Yesu yakomeshe kabisa. Amen. Mungu awabariki sana ushuhuda huu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mpe Yesu